Kwa hiyo hapa wanaambiwa wasiwe na tabia ya kukaa wakanong'ona, hasa minong'ono mibaya. Wanaruhusiwa kunong'ona, lakini minong'ono mizuri. Pia akasema Allah katika aya nyingine, sura ya 4, la khaira fi kathirin min najwahum. Najwa ndio hii hapa, la tatanajau. La khaira fi kathirin min najwahum, hamuna kheri kwenye vikao vingi vya siri wanavyokaa watu, vingi vyao havina kheri. Wawe watu 3, 5, zaidi ya 5 au chini ya 3, kama walivyozungumzwa hapa. Watu wakijitenga faragha, wana mambo yao mengi, yanakuwa hayana kheri, ni mambo mabaya, na ndio maana yamekatazwa hayo mabaya. Ila isipokuwa inawezekana kukawa na faragha yenye kheri, na faragha yenye kheri, man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina nas. Wamekaa watu kwenye mazingira magumu, maadili yamebomoka, maovu yamekithiri. Ile ukishika haki wewe ndio unaonekana mbaya. Sasa wanaweza wakakaa faragha, wale wanaoelewana, watu wa kheri, wenye imani, wakajadili masala ya kutengeneza vipi tutasaidia watu wenye shida kwa kuhamasisha utoaji wa sadaka. Wanakaa faragha, wanapanga kuamrisha au kusimamia zoezi la sadaka. Siri kama hii inakubalika mpaka kwa Mungu. Au maarufin, au wamekaa faragha, wanazungumza kwa siri, mazungumzo yao yanaleta faida kwa kwamba watasimamia suala la kuamrisha mema. Maarufu ni mambo ya kheri yenye faida, yenye thawabu. Au islahin baina nasi, au watu wamekaa wachache faragha, kikao cha siri, wanasema jamani, conflicts zimezidi kwenye jamii, watu hawaelewani, mpaka kwenye familia wanagombana. Sasa tutafanyaje kuondosha hizi conflicts? Wakawa wanajadili conflict resolution, islahun baina nas. Vipi tutatengeneza kitu kitakachofanya watu wapatane, waelewane, waishi vizuri, wawe kama ndugu. Haya wanaweza watu wakakaa faragha, na ikawa faragha yao ina baraka za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kinachozaliwa hapo ni kheri. Lakini vikao vingine visivyokuwa vya kheri, hivyo mwenyewe ni shaitani, hivi vya kheri vinakuwa mwenyewe ni Rahmani. La khaira fi kathirin min najwahum, hamuna kheri kwenye vingi ya vikao vyao watu. Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina nas, isipokuwa faragha ya wenye kuamrisha mema, wanaoamrisha kutoa sadaka au wanaoamrisha kupatanisha baina ya watu. Waman yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi, na yoyote anayefanya hivyo, anaita wenzake wakakaa wakajadili namna ya kuleta kheri kwa kutaka radhi ya Allah, fasawfa nu'tihim ajran 'azima. Watu kama hao kwenye faragha hizo wanazokaa, tutawalipa ujira mkubwa. Mnakaa kujadili jambo lenye manufaa kwa watu, hiyo ni ibada, Allah yuko radhi nalo na anawalipa ujira mkubwa. Pia kuna hadithi inasema, khairu nasi anfa'uhum linnasi, mtu bora katika watu ni yule ambaye kuwepo kwake anakuwa na manufaa kwa watu wengine, kuwepo kwake watu wananufaika, huyu ndo mtu bora. Sasa Allah halaumu wala halani vitu vinavyoleta kheri, lakini analaumu na kulani vitu vinavyozaa shari. Innama najwa minash shaitani, hakika ya siri au minong'ono hii inatokana na shaitani, na shaitani huchochea vitu kama hivi kwenye maisha ya kawaida ya kijamii. Liyahzuna alladhina amanu, ili awahuzunishe waumini. Siku zote watu wako kwenye misiba, majanga, wananuniana, kila mtu mimi sina imani naye yule hivi. Ni mambo ambayo huwa yanaanza kwenye vitu vidogo vidogo kama hivi vya faragha.
Wakakaa wawili, wakamsema fulani, watatu. Wawili hawa jinsi walivyomsema, na wao wakiondoka hapo wanatangaza walichokisema kwamba fulani mbaya. Wanaosikia hawakuwepo kikaoni, lakini wanawaamini wale waliokuwepo kikaoni, wanalipokea lile fulani mbaya. Watu wakasingiziana uchawi, wakasingiziana na mambo mengine maovu mbalimbali. Kwa hiyo ni shari inazaliwa kwenye faragha kama hizo. Innama najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu, ai laysat najwa, haikuwa hii faragha bil ithmi, faragha ambayo panajadiliwa mambo ya dhambi, wal udwani, au faragha inayojadiliwa mambo yanayotengeneza uadui, illa min tazyini shaytan, isipokuwa faragha hizi zinafanyika kwa sababu ya kupambiwa na shaitani. Tazyin ni upambaji wa shaitani, anakupambieni jambo ovu, anakusudia lizae shari na nyinyi mnamkubalia. Liyudkhila biha alhazana ala almu'minin, huchochea shaitani vitu kama hivi ili aingize huzuni kwenye nyoyo za waumini. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, innama yasduru hadha, kwa hakika kwenye maisha ya kawaida hutokea vitu kama hivi. Watu fulani wamekaa faragha, wanajadili mambo, na wengine huongea huku wakacheka. Watakaowaona kwa mbali hawajui wanaongea nini na kimewachekesha kitu gani, na moyo nao una sehemu. Hawa ambao hawajui kumezungumzwa nini, wanaunganisha picha. Wale watakuwa wanasema jambo fulani, wale watakuwa wanamsema fulani, na wengine hawayamiliki mawazo yao. Akishakuwa na wazo na yeye hulifoa. Nimeona juzi mmegombana na fulani, sasa leo kakaa na fulani wanalizungumza huku wakacheka. Sasa moto mkubwa huwa unaanza na cheche ndogo. Kwa hiyo shetani hufanya vitu kama hivi, anajua madhara yake yatakayozaliwa. Yale madhara yeye ndo target yake. Yasduru hadha, hutokea vitu kama hivi vya minong'ono ya siri ambayo mwisho wake inazaa shari. Minal mutanajina, hutokea vitu kama hivi kutoka kwa wale waliokaa faragha wanaonong'ona. An tazyini shaitani wa taswisi, hutokea kutokana na kule kupamba shaitani, kuwapambia watu kwenye nyoyo zao, au kule kuwashawishi kwake. Huwa anawashawishi wafanye vitu kama hivi. Lakini wajue watu, haswa waumini, walaisa bidarrihim shay'an illa biidhnillah, shaitani hana uwezo wa kuwadhuru watu. Kama yatapatikana madhara yaliyosababishwa na shaitani, basi Allah huwa kaidhinisha, anataka outcome ya yale madhara iwe ni mtihani kwa waliodhurika. Allah ana mitihani mizuri na mibaya. Ana mitihani kwenye mambo yanayotufurahisha tunayoyapenda, na huwa ana mitihani kwenye mambo yanayotuchukiza na tusiyoyapenda. Kwa hiyo akitaka Allah kumtahini mja wake kwa jambo zuri au baya, hata kama linatoka kwa adui, basi huliidhinisha. Nataka nimtahini mja wangu kwa hili, msimamo wake ukoje, imani yake iko kiwango gani? Kwa hiyo kwa idhini ya Allah ndo madhara hupatikana ya shaitani. Lakini kama Allah hajataka, pengine mtu anajitahidi kujikinga na shari za shaitani na Allah akamkinga, shaitani hana uwezo wa kumshawishi mtu chochote au kumpatia madhara yoyote. Madhara yakija yanakuja biidhnillah, kwa idhni ya Allah. Walaisa hadha tanaji, haikuwa hii minong'ono, bidarri almu'minina shay'a, huwa ni yenye kuwadhuru chochote waumini. Hii minong'ono haiwadhuru chochote waumini. Ina maana taathira ya minong'ono inapatikana kwa watu ambao hawana imani. Muumini akiambiwa kuwa na subira, anamiliki nafsi yake hata wakati akiwa na hasira.
Asiyekuwa mu'min hawezi, anasema siwezi, hili sistahimili. Sasa imani ya mtu kwa Mola wake ndiyo inayomuendesha akaonekana ni mwenye msimamo, mtulivu, ana busara hata kwenye mazingira magumu. Asiyekuwa na imani ndo anapelekeshwa na hivi vitimbi vya shaitani. Laisa hadha tanaji bidari almu'minina shay'a, hii minong'ono inayofanyika baina ya watu haiwadhuru chochote waumini. Kigezo ni imani. Kama ni watu wenye imani hawapati madhara yoyote, illa bimashiati llahi wa iradatihi, isipokuwa kama kuna madhara yatapatikana, basi madhara hayo yanakuja kwa kutaka kwake Allah. Yeye anakusudia ampe mja wake muhusika mtihani. Wa ala Allahi falyatawakkali almu'minun, kama waumini wako salama na vitimbi vya shaitani, basi wanatakiwa waumini wamtegemee sana Allah. Wa ala Allahi, na kwa Allah, falyatawakkali almu'minun, wategemee waumini. Waumini wanapaswa wamtegemee Allah.